Msemaji wa jeshi la Yemen, Yahya Saree, ametangaza shambulio la makombora dhidi ya Tel Aviv na kusisitiza kuwa usafiri wa Israel katika Bahari Nyekundu sasa umepigwa marufuku kabisa. Tangazo hili lilikuja kufuatia mashambulizi ya makombora yaliyolenga maeneo nyeti ya Israel huko Tel Aviv, yakifanywa kama jibu kwa mashambulizi ya Marekani na Wazayuni dhidi ya mhimili wa upinzani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake siku ya Jumatatu, Saree alieleza kuwa operesheni hiyo inalenga kukabiliana na uchokozi wa Marekani na Wazayuni dhidi ya mhimili wa upinzani nchini Iran, Palestina, Lebanon, Iraq na Yemen. Aliongeza kuwa hatua hiyo pia inapinga mradi wa Kizayuni wa kuanzisha Israel kubwa chini ya jina la Mashariki ya Kati mpya. Alisema kuwa operesheni hiyo pia ililenga kuvunja mzingiro dhalimu wa adui wa Marekani dhidi ya watu wa Yemen na mataifa huru ya Lebanon, Gaza na Iran. Saree alifafanua kuwa shambulio hilo lilifanywa ndani ya mfumo wa umoja wa pande zote kukabiliana na adui na kujibu uchokozi wa Israel dhidi ya Lebanon, Iran na Gaza. Zaidi ya hayo, Saree alisisitiza kuwa usafiri wa Israel katika Bahari Nyekundu sasa umepigwa marufuku kabisa, akisisitiza msimamo mkali wa Yemen dhidi ya uwepo wa Israel katika eneo hilo. Awali, Israel ilitangaza Jumatatu asubuhi kwamba kombora lilikuwa limefyatuliwa kutoka Yemen kuelekea maeneo yanayokaliwa na Israel. Jeshi la utawala huo lilidai kuwa mifumo yake ya ulinzi wa anga ilikuwa ikizuia na kujibu tishio hilo. Wakati huo huo, jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilitangaza katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba kikosi cha anga cha IRGC kilizindua operesheni iliyolenga vituo muhimu katika vituo vya anga vya kimkakati vya Nevatim na Tel Nof. Taarifa hiyo ilisema kuwa operesheni hii ilifanywa kujibu uchokozi wa makombora wa utawala wa Kizayuni unaoua watoto dhidi ya maeneo kadhaa ya rada katika maeneo matatu nchini Iran. Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa vitendo vyote vya mapigano na operesheni vya IRGC viko tayari kikamilifu kutekeleza operesheni kubwa na za kufundisha masomo katika pande zote na vimeandaa mipango ya utekelezaji iliyoundwa kulingana na matukio ya adui. Operesheni ya IRGC ilikuja baada ya vikosi vya jeshi la Iran kuzindua mashambulizi ya makombora katika maeneo yanayokaliwa na Israel siku ya Jumapili. Vyombo vya habari vya Israel viliripoti kuwa ving'ora vya hatari vililia katika maeneo mengi ikiwemo milima ya Golan inayokaliwa, Tiberias, Safed, Nazareth, Haifa na miji mingine kadhaa. Matukio haya yalikuwa jibu la moja kwa moja kwa uchokozi unaoendelea wa utawala wa Israel dhidi ya Lebanon, ikiwemo matumizi ya mabomu ya phosphorus yaliyopigwa marufuku na kulenga vitongoji vya kusini mwa Beirut vya Dahiye. Nikiripotia Rubaza Kimataifa, mimi ni Abdul Nasser Mwita.